Kwa jina naitwa Mhandisi Suleiman Bishanga, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Songwe. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kipekee ametuwezesha kuona siku ya leo, na shukrani kubwa sana nizipeleke kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwa nini napeleka salamu hizi na shukrani hizi? Ni kwa sababu leo tuna ugeni wa watu wa World Bank, na watu wa World Bank wamekuja kwetu kwa ajili ya kuona miradi ambayo tayari Mama Samia alitoa maelekezo tuweze kutatua changamoto kwa wananchi. Mradi huu uko katika hii barabara ya Mlowo kwenda Kamsamba, na mradi huu ulikuwa ni moja ya sehemu ambazo ziliathiriwa na mvua za El Nino. Kwa mapenzi ya Mheshimiwa Rais akaelekeza fedha hizi kwenda Wizara ya Ujenzi chini ya Mheshimiwa Waziri Abdallah Ulega, Katibu Mkuu Aisha Amur na Mohamed Besa ambaye ni mtendaji mkuu wa TANROADS, kutuelekeza sisi huku mkoani kuhakikisha tunasimamia barabara hii iweze kupitika muda wote. Sasa kwa sababu kulikuwa na changamoto ya mvua na ambayo iliathiri eneo hili, fedha zilitengwa na mkandarasi akapatikana, na mkandarasi anayetengeneza eneo la hili daraja anaitwa Abemro Contractor kutoka Kagera, lakini anatengeneza mradi huu kwa zaidi ya bilioni 7.3 ambazo hizi zote zimeletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaendeshwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa ugeni uliokuja leo ni kuja kuhakikisha zile fedha ambazo tunazitumia kwenye barabara hii kutoa changamoto kwa wananchi ni kutoka Benki ya Dunia, World Bank, ambao wamefika hapa, wamejionea mradi tayari na wameridhika na maendeleo tunayoendelea nayo na usimamizi wetu. Lakini pia wamepongeza kwa juhudi ambazo alizifanya Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuja kutatua tatizo lililokuwa hapa, na wameona progress sio mbaya. Tumeenda kwenye asilimia kuanzia 10 kuelekea 15, na fedha tayari Mheshimiwa Rais alishatoa na mkandarasi hadai chochote kwenye mradi huu. Hiyo inamaanisha sasa kwamba hizi kazi zinazofanyika hapa, tumeanza na madaraja mawili ambayo yanatumika kama relief culvert, na madaraja haya yatasaidia kwenye daraja kubwa ambalo lina mita 60. Tayari mkandarasi amesha mobilize kama mlivyoona vifaa vyote, lakini na material zote kwa ajili ya kujenga sehemu hii. Atajenga maingilio ya daraja hili zaidi ya mita 500 upande mmoja na mita 500 upande mwingine, kwa maana kwamba sasa daraja likishakamilika watu wanaweza kupita wakati wote. Eneo hili lilokaa kipindi cha mvua, watu wanakwama kutoka Kamsamba kuelekea Mlowo, kwa maana makao makuu ya mkoa wetu wa Songwe. Wanakwama zaidi ya masaa 6 mpaka siku nzima. Sasa changamoto hii imeenda kutatuliwa kwa wananchi wa Mlowo, lakini na wananchi wa Kamsamba. Si Kamsamba peke yake, kwa maana tunaunganika na wenzetu wa mkoa wa Rukwa. Barabara hii inaweza kupitisha watu kutoka Rukwa kwenda mkoa wa Songwe kuelekea Mbeya na kuelekea Zambia. Changamoto hii ikishaondoka, tutaweza kufanikisha wananchi wetu kuweza kuinuka kiuchumi, kwa sababu sasa magari yatakuwa yanaweza kwenda wakati wote na magari makubwa yanaenda kwa wakati wote bila kujali kwamba mvua imenyesha au la. Na uchumi kwa wananchi mmoja mmoja utaweza kuinuka, ambao ndio lengo kuu la Mheshimiwa Rais, kuhakikisha wananchi wanaweza kunufaika na kuweza kupanua kipato chao kwa maisha yao na nchi kwa ujumla. Kipekee mimi nishukuru kwa sababu changamoto hii ilikuwa inatupa wakati mgumu mimi na wenzangu. Wakati mvua zilizokuwa zikinyesha, tunashindwa namna gani tunaweza kuwapitisha hapa watu, kwa sababu barabara inakuwa inaharibika kila wakati kutokana na mvua. Kwa hiyo hili changamoto kwetu sisi imeenda kutoka na wenzangu, nafikiri ni mashahidi, lakini wananchi wenyewe ni mashahidi kwamba sasa adha waliokuwa naipata inaenda kuondoka, na haijaondoka hivi, ni kutokana na juhudi ambazo zinafanywa na serikali yetu, kuanzia serikali ya mkoa, lakini na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla. Tuseme mradi huu ulikuwa ni mradi ambao umefika wakati mwafaka, kwa sababu barabara hii tunaijenga pia kiwango cha lami kuanzia Mlowo kwenda Kamsamba, ambako sasa kilomita 5 zitaanzia upande wa Kamsamba kuelekea Mlowo na kilomita 5 zitaanzia Mlowo kwenda Kamsamba. Kwa nini zinafanyika hivi? Hizi ni juhudi ambazo Mheshimiwa Rais alisema tuweze kuwa connect watu kwa barabara, tuweze kuconnect biashara zao kwa barabara,
na kuweza kuwainua wananchi mmoja mmoja na kiujumla kuweza kutumia manufaa ya barabara itakapokuwa imekamilika ya lami. Kwa sasa hivi tuko kwenye hatua za manunuzi kwenye ujenzi wa lami, na tunatarajia ikishakamilika tayari mkandarasi atakuja kwenye eneo la tukio kufanya kazi hii mara moja. Daraja hili tunalojenga sisi, kwa maana kwamba kwenye barabara hii ni sehemu ambayo itaweza sasa kuunganika na ile barabara ya lami na kuondoa ile tatizo ambalo wananchi walikuwa wakilipata. Nitoe rai tu kwa wananchi kwamba mradi huu waendelee kupokea kwa moyo mmoja kama walivyotupokea hapa, kwa sababu hatujawahi kupata shida yoyote, lakini watunze rasilimali za material ambayo tunayatumia hapa kwenye ujenzi, lakini na daraja likikamilika basi walilinde kwa nguvu zao zote, kwa maana hili daraja ni la kwao. Sisi huku ni wasimamizi peke yake. Ambayo tunaweza tukawashua viongozi wetu ni kwamba sisi kazi hii tutaisimamia kwa hali na mali na kuhakikisha inakamilika kwa wakati, kwa sababu lengo la kukamilika mradi huu ni mradi ambao unategemea ukamilike tarehe 21 Novemba mwaka huu 2025. Na hii imewekwa makusudi kuhakikisha kero za wananchi zinatatuliwa mapema kuliko kuchukua muda mrefu. Kwa hiyo daraja kama hili sasa linajengwa usiku na mchana kuhakikisha tunaondoa kero iliyokuwa hapa.